Sawa, sasa tunaingia kwenye sheria ya VAT ambao kuna mabadiliko ambayo yameweza kutokea kwa mujibu wa Finance Act ya mwaka 2026. Kwenye section 6 subsection 3, sasa kifungu cha 6 kinaozungumziaga habari ya exemption. Kwa wale wataalamu, kifungu cha 6 kinazungumzia habari ya exemption, na kifungu hicho kinazalisha schedule, lakini pia imeendelea kwenye ule uanzilishaji wa vitalu vya madini. Kwa hiyo kama kutakuwa na vifaa na vitu vingine vyote ambavyo vinahusika kwa ajili ya hilo jambo, basi yenyewe itakuwa imepewa huo msamaha wa VAT. Lakini wakishaanza kufanya shughuli zao za madini, yani rasmi madini yameanza kuchimbwa, yanakaanza kuuzwa, basi hapo hiyo exemption inakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo imepewa kwa mwanzo wanapoanza taratibu za uchimbaji wa madini, yani zile hatua za awali mpaka pale watakapofikia kwenye kuanza kuuza rasmi, au wanapofikia zoezi rasmi la kuanza kuuza hayo madini. Kwa hiyo lengo ni kuwafanya hao wawekezaji waweze kuwekeza na kuweza kuchimba madini kwa ufasaha. Section 5 subsection 5 imeweza tu kuweza mwaka jana tuliweka withholding tax ya kwenye ya VAT, ndio ilianza kuanzishwa pale, na tukasema kutakuwa na kwa mtu ambaye atakuwa kwa taasisi za serikali, si ndio? Tuliweka pale orodha ya watu ambao watakuwa nakata, sio watu wote walikuwa nakata. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ikawa imeweka kwamba withholding tax itakuwa 3% kwa goods, 6% kwa service. Tunakumbuka hapo. Sasa ilikuwa haijaeleza vizuri. Kwa hiyo mwaka Finance Act ya mwaka huu imeweza kuboresha tu. Jambo lile linaendelea, lakini ni kwamba huyu mtu ambaye atakuwa anakata anatakiwa mlipe yule mwingine asilimia zile zilizo baki. Kwamba kwa mfano 3% ilikuwa kwenye goods, ndio? 15% inakuwa imebaki kwenye 18. Umeelewana hapo Ile 15% anatakiwa mlipe huyo aliyeuza, si ndio? Ili yeye kwenye litani zake aweze kufanyaje? Kuweza kulipa TRA. Sawa sawa. Kwa hiyo imekuja tukuleka clarification kwamba hiyo 3% ni kweli ata withhold, lakini hiyo asilimia ile baki au 6% ata withhold, asilimia ile baki atatakiwa mlipe yule supplier wake. Lakini ikaenda section hiyo 5 ikaelezea habari ya kwamba mtu amekuwa amesupply goods na service kwa wakati mmoja, na atuelewi kipi ni goods na kipi ni service. Sasa kwenye VAT ya kukuwa na mgawanyo ule wa ratio wa kwamba ikiwa goods na services ziko kwa pamoja, kama kwenye Income Tax Act kwenye wale wanaofanya shughuli za construction walikuwa wameweka ile ratio ya 3, ratio ya 2, yani 60% ni goods, 40% ni service au labor tunaita. Kwa hiyo kwa mwaka huu ndio imeweza kuweka kwenye VAT, kwa sababu kuna swala la withholding tax hapa, si ndio? Ikitokea ame supply kitu ambacho kina mchanganyiko huo, basi aweze kuchukua hiyo amount yote, aweke hiyo ratio, atafute service ni ipi na goods ni ipi, ili aweze kuwithhold hizo kulingana na rate ambazo zipo. Pia section 11 imeweza kutoa mwaka 2023 nadhani 24 iliweza kuweka kwamba deferment ya capital goods itaishia tarehe 30 mwezi Juni mwaka huu 2026. Kwa hiyo itakiwa ishie pale, kusiwe na kitu kinachoitwa deferment. Lakini kwa Finance Act ya mwaka huu imeweza kubadilisha, imeweza kufuta lile zuio yani kikomo kile cha tarehe 30 Juni. Kwa hiyo hilo jambo litakuwa linaendelea. Kwa hiyo mtu anaweza kuomba
deferment hiyo ya VAT kwa vigezo vile vilivyopo ambao vipo siku zote. Kwa hiyo huyo mtu awe anazalisha hiyo capital goods ambao anaingiza, ambao ni mitambo au mashine anayoingiza hapa, iwe inazalisha 90%, iwe inazalisha bidhaa ambazo zinatozwa VAT. Kwa hiyo jambo muhimu tu ni kwamba hilo katazo limeweza kuondoshwa, na imeweza kuongezea kwamba kwa mtu ambaye atakuwa anazalisha capital goods hapa Tanzania. Kumbuka zamani ilikuwa akiimport ndo anapewa deferment, si ndio? Lakini baadaye ikaweka hadi kwa watu wa ndani. Ukizalisha hapa hizo mashine na ukauza, mtu atakayenunua anaweza kuomba deferment ya VAT. Kwa hiyo watu hao wanaotengeneza hapa ndani hizo mashine, basi waziri wa fedha ataweza kutoa mwongozo wa nani ambaye anapaswa, mzalishaji gani ambaye ukinunua kwake ndo utaweza kuruhusiwa kuomba deferment. Sasa hii imetokea kwamba kuna watu wengine wazalishaji wengine wanatengeneza bidhaa kwa bila quality ambayo inayotakiwa, kwa hiyo anatumia gharama ndogo, lakini quality ya hicho kitu kinakuwa kidogo. Lakini kuna mwingine anataka kuzalisha bidhaa ambayo ina ubora mzuri zaidi, lakini anatumia gharama kubwa, kwa hiyo sokoni anakuwa anashindwa kupata wateja. Kwa sababu hiyo waziri atatoa mwongozo sahihi kwamba watu gani au aina gani kwa hao wa ndani ambao wanatengeneza hizo capital goods ambao watapewa nini, ambaye atanunua kwao atapewa hiyo deferment. Sawa, kuna section 51(2) ambayo hii sasa inasema habari za DIM requirement kwa wale wote ambao wanashughulika na huduma za kwenye mtandao. Kwa hiyo anakuwa anafanya biashara yake online, ni non resident ambayo yuko nje ya nchi, anatoa hiyo huduma, lakini hiyo huduma anayoitoa kwenye hiyo platform anaitoa kwa mtu wa mwisho. Kwa hiyo kuna watu ambao platform zao ukiingia unalipia, kwa mfano Netflix, sijui watu gani, yani kuna platform mbalimbali ambazo ukiingia unalipia. Kwa mfano kama Facebook na wengineo wale unaingia bure, si ndio? Sasa kuna platform ambazo ukiingia unalipia, kama nadhani Zoom walikuwa unalipiaga, si ndio? Na kuna wengine ambao walikuwa unalipia. Sasa yeye amepewa jukumu la kuweza kulipa VAT na kufaili hiyo return ya VAT. Kwa hiyo hapa watakao kuwa wanahusika zaidi ni wale kwa CCTRA, kuna kitengo cha digital economy, wao ndo watakuwa wanawasimamia, kwa sababu wao ndo wanawasajiligi hao watu na kuweza kulipa hizo kodi. Lakini section 51(4K) ambayo hii imetoa kwa huduma zinginezo za kielektroniki ambazo zinatolewa kwa njia ya internet au kwa njia ya simu, na hiyo service inatolewa vile vile na non resident, na yenyewe pia imeweza kupewa jukumu la kuweza kulipa hiyo VAT. Kwa kifupi, non resident walikuwa hawajaguswa kwenye mambo haya, kwa sababu wao walikuwa wanasema kuna mtu ananunua kwao, si ndio? Anaitumia platform yao na yeye anawalipisha, anawauzia watu wa ndani ya nchi. Sasa tulikuwa tukienda huko nje kwa yule non resident, anasema tukienda kwa wale wanani wanasema wao hawahusiki, si ndio? Inakuwa ni ngumu kukusanya kodi kwao. Kwa hiyo kwa sababu huyu wa nje ndo anatoa ile platform yake, ndo chanzo, anatoa kwa hawa wa ndani ambao wanauzia final consumer. Kwa hiyo tumemwekea yeye moja kwa moja awe analipa yeye mwenyewe, ana jukumu la kufaili na kulipa wenalo yeye mwenyewe. Kwa hiyo kifungu kimewekwa kwa ajili ya kuweza kunania au non resident. Section 57 imeweza kuongeza
na hizi section hii jambo linakuwa linaendelea kila mwaka tu, ni kwamba imeweza kuweka kuchaji pamba hizi zinazolimwa, nguo au nguo ambazo zinatengenezwa kutumia pamba ambazo zinalimwa hapa Tanzania zimepewa uwezo kuchajiwa zero rate kwa kipindi cha mwaka mmoja. Umeongeza tena kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lakini pia kwenye section 71 subsection 5 imeweza kutaja kwamba withholding agent yule wa VAT, hapa tutofautisha, kuna withholding agent wa income tax na wa VAT. Wa income tax ana mambo yake tarehe 7 kule anafanya, si ndio? Huyu wa VAT mwaka jana ilisema kwamba withholding agent wa VAT atakata na kulipa tarehe ambazo zipo za muda wa kufaili VAT, ambao kwa mwaka jana VAT tunatakiwa tufaili mwisho tarehe ngapi? 20. Kwa hiyo ilikuwa ingia tarehe 20. Kwa hiyo mwaka huu imesema withholding tax wa VAT atakata kabla au mnamo tarehe 10 ya mwezi unaofanyaje? Unaofuata. Kwa hiyo imeipa due date yake. Withholding tax ya VAT itakuwa tarehe 10 ya mwezi unaofuata. Kwa hiyo ni kulipa na kufaili hiyo nini? Return hiyo ya VAT. Kwa hiyo zote ni tarehe 10 kabla mnamo tarehe 10 ya mwezi unaofuata. Lakini tukienda kwenye schedule part 1 tumeweza kuondolewa msamaha kwa vyakula vya mbwa na paka. Kwa wale ambao wanafuga mimbwa, wale wanaitwa nini? Wanaitwaje wale makubwa yale? Shepherd au Ujerumani hao. Kwa hiyo hao wote ambao wanafuga watu na hao viumbe na wanawalisha hicho chakula, si ndio? Kwa hiyo chakula chao kimeondolewa msamaha. Kwa hiyo inaonekana hapa ni matajiri nyinyi ambao mnafuga mbwa na paka. Kwa hiyo chakula chao mtalipa VAT. Dada amefurahi sana. Kwa hiyo pia imeweza kuondoa msamaha kwenye nyavu za uvuvi ambazo zinaingia hapa nchini. Hapa lengo ni kwamba viwanda hivi vya ndani viweze kuuza zaidi hizo nyavu. Lakini pia imeweza kuweka msamaha wa VAT kwenye zile nyuzi za polyester ambazo zinatumika kutengenezea nyavu ambazo zinatengenezwa hapa chini. Kwa hiyo imeondoa msamaha wa nyavu zinazotoka nje, lakini zimeweka msamaha wa nyuzi ambazo zinatumika kutengenezea nyavu hapa nchini. Item 6 imeweza tu kuweka clarification tu, amebadilisha diary packaging material ambazo zilitajwa mwaka 2025 kodi zake zilikuwa tofauti. Kwa hiyo wameweza kuziweka kodi sahihi, ambazo kodi sahihi zitasomeka HS code hizo 3920 3090 3923 3000 4819 1000. Kwa hiyo hapa haijabadilika kitu kingine chochote zaidi ya hiyo kuweka clarification kwamba item ambazo zilikuwa zinapaswa kupewa huo msamaha ni hizo ambazo zinahusiana na diary packaging material, hivi vifaa vya kubebea maziwa. Lakini pia kwa shughuli zile zote za ndege imeweza kutoa msamaha kwenye matairi ya laba ambayo yanatumika zaidi kwenye ndege, hizi turbojets, turbopropellant na gas, ambazo zote hizi zinatumika kwa ajili ya kuzalisha, yani kutengeneza au kuassemble ndege. Na watu ambao watakuwa wanafanya hivyo ni wale wa local operator, hao ndo watapewa hiyo exemption kama wataingiza hivyo vifaa kwa ajili ya kuassemble hiyo ndege au kuizalisha hiyo ndege. Na nadhani hapa Tanzania kama tunazalisha, kwa hiyo wakija kuassemble hapa, basi hivyo vifaa vitapewa msamaha wa VAT. Lakini kwenye masuala ya ndege pia imeweza kutoa msamaha kwenye boarding pass, zile karatasi zinazotumika kwenye boarding pass. Kwa wale
nadhani nyie wote mmeshasafiri huko. Kwa hiyo usafiri kwa ndege kuna boarding pass ile, si ndio? Kwa hiyo kile kimeondolewa VAT ili kuweka unafuu, lakini kwa sababu teknolojia inazidi kwenda nchi zingine huko na sehemu zingine, siku hizi hawatumii zaidi makaratasi, ndio. Kwa hiyo ni msamaha upo kwa mujibu wa sheria, lakini impact yake sijui itakuwaje hapo baadaye. Lakini pia imeweza kutoa msamaha kwenye import of required petroleum gas smart meter. Hivi ni vile vifaa ambavyo vinatumika kwa ajili ya kujazia ile gesi ambayo inatumika kwenye magari na sehemu zingine. Kwa hiyo imeweza kutolewa msamaha ili ziweze kutumika hapa zaidi. Lakini pia imeweza kutoa msamaha kwenye vituo vyote ambavyo vitakuwa vinatumika katika kuweza kuweka umeme kwenye magari yale ya kutumia umeme. Kwa hiyo vile vifaa vinavyotumika katika kuhifadhia au kutolea au kuhifadhia umeme ambao utatumika katika magari yote au pikipiki zote za umeme, hivyo vifaa vimeweza kupewa msamaha wa VAT. Kwa hiyo kwa kifupi VAT mabadiliko yake ni mafupi sana na ni hayo tu, na ni mepesi, ukipitia unaweza ukayaelewa. Yako technical sana kama ya mtu wa income tax.